ule Marekani. Tumeshuhudia finali nyingine ambayo Spain, huyu ambaye alikuwa bingwa 2010, anahusika kucheza finali dhidi ya Argentina, na ni finali yake ya pili katika historia na ameshinda zote huyo Spain, lakini alicheza dhidi ya Argentina ambayo finali imecheza 6, katika 6 ameshinda 3, na jana imepoteza finali ya 3 pia vivyo hivyo. Kwa hiyo 3 kashinda, 3 kapoteza. Matokeo kwanza yalikuwa fair mpaka kule tulikofikia, maana nimeona interview ya kocha Luis de la Fuente anasema kwamba matarajio wao walipaswa kushinda mapema, lakini Dibu ndio ambaye kawafanya, Emiliano Martinez ndio kawafanya waende mpaka extra time. Ilikuwa ni mechi ambayo kila kitu kilikuwa upande wa Spain. Yani hakukuwa na takwimu, hakukuwa na nishati uwanjani ambayo ilikuwa ipo juu zaidi ya kile ambacho Spain walikuwa nakifanya. Nikianza na takwimu zote jana zilikuwa upande wa Spain. Spain alifanya vitu mara 2 mpaka mara 3 ya kile ambacho Argentina alikuwa nakifanya. Kaangalia umiliki wa mpira mara 2, kaangalie kwenye issue nzima ya pass walizopiga mara 2, kaangalie kwenye attempt ndio Spain alifanya attempt 20 siku ya jana. Katika attempt 20, 12 zilikuwa on target, meaning goalkeeper wa Argentina ameokoa michomo 11 kwenye lango lake siku ya jana, huko Argentina wao wakiwa hawajafanya chochote kwenye lango la Spain. Kwa hiyo hii inakuonyesha kwamba kwa upande wa takwimu Spain alikuwa ndio timu bora uwanjani. Ukija pia kupimanisha nishati iliyokuwa inatolewa na wachezaji ndani ya uwanja, sehemu pekee iliyokuwa imara siku ya jana kwa upande wa Argentina ni eneo lao la ulinzi ambalo liliongozwa na goalkeeper Emiliano Martinez Dibu. Lakini ukija kwenye zile battles za katikati, ukija kwenye battle ya mabeki dhidi ya washambuliaji, viungo dhidi ya viungo, mawinga dhidi ya mafullback, kwa asilimia kubwa sana wachezaji wa Spain walikuwa wanaonyesha kutoa nishati kubwa kuliko wale wachezaji wa Argentina. Kuna namna moja ama nyingine ulikuwa ukiangalia Argentina, yawezekana majeraha walioyapata madefender wao, labda Lisandro pamoja na Romero, kuna namna yalivuruga labda mipango yao, hasa kwenye namna ambavyo walikuwa wanatamani kuumiliki mpira kutoka kwenye eneo la chini. Lakini namna ambavyo walianza kukabiliana sasa na ile pressing ya Spain ilikuwa ni changamoto. Ikafika hatua Argentina kutoka kwenye press ya Spain ilikuwa na lazimu kupiga mipira mirefu. Kuna namna kadhaa ya kutoka kwenye pressing. Mtu akikupress unaweza ukatoka kwa kupita pembeni, tunasema going around the press. Halafu kuna going through the press, unapita katikati ya press, ama unapita juu ya press, going over the press. Kwa hiyo kilichotokea jana, Argentina akaopt sasa kwenda over the press, ambapo kwenda over the press, kupita juu ya press ni kupiga mipira mirefu, kitu ambacho kilikuwa sasa kina disconnect safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji, kwa sababu connector wa hizi safu mbili ni eneo la katikati. Kwa hiyo kama mipira haipiti katikati ama haizunguki eneo la katikati, linakuwa halina tena shughuli. Ndio maana baadaye ulikuwa ukimwangalia McAllister akawa analazimika naye atoke kwa katikati, arudi mpaka chini kuja kuomba mipira kwa kina Otamendi huko. Lakini sasa angalia namna ambavyo Spain ameweka watu wengi kwenye ile eneo la juu, alafu bado hapo katikati bado anapata backup ya mtu kama Rodri ambaye alikuwa kama anchor kwenye ile eneo la katikati, kama anasubiri kwamba mimi na waacha 3 ama 4 waje wa press, lakini mimi niko hapa katikati. Meaning hiyo mipira mnao mirefu mnaoipiga naishinda kwanza mimi. Battles ambazo atakuwa anakabiliana nazo, anakabiliana na wachezaji wa aina gani? Wachezaji wote ambao walikuwa nakabiliana nao jana wote amewazidi urefu. Unakabiliana labda battle na Lionel Andres Messi, utakabiliana battle labda na Julian Alvarez, utakabiliana battle labda katika matukio mengine akaja baadaye akaingia Simeone. Wachezaji wote walikuwa nawazidi urefu. Kwa namna moja ama nyingine Argentina jana alipigwa back to school moja ya moto sana, kiasi kwamba hakuwa na majibu. Yani kila alichokuwa nakifanya siku ya jana Spain alikuwa anamwambia unafanya hicho mimi nafanya hichi, unafanya hicho mimi nafanya hichi. Kwa kuna namna moja ama nyingine Spain alicheza finali ambayo imekuwa ya upande mmoja. Na labda binafsi katika hichi kipindi cha hivi karibuni nimeshuhudia finali 3 ambazo zimekuwa za upande mmoja. Nilishuhudia finali ya Inter versus PSG, ilikuwa upande mmoja 100%. Nikaja nikashuhudia finali ya PSG versus Arsenal, finali ya upande mmoja 100%. Na jana nimeshuhudia finali nyingine tena ambayo ni Spain versus Argentina, ilikuwa ni finali ya upande mmoja. Yani one way traffic. Spain ndio aliyokuwa timu bora, kila kitu alichokuwa nakifanya kilikuwa kinafanya kazi. Kwa hiyo kifupi pia kwenye haya ambayo yaliopo, Spain amedeserve kuwa bingwa. Maana toka mwanzo wa mashindano mpaka hapa tunapozungumzia finali, ameruhusu goli moja pekee. Yani sio tu kuruhusu goli moja, ameruhusu goli moja dhidi ya kina nani. Yani ukiangalia njia ambayo Spain amepita, ni njia ya moto kweli, ni njia ambayo ilikuwa inamlazimu kuwa bora ili aweze kufika hapo. Cheza against Ureno, unamalizana na Ureno, unakuja unacheza against France. Hizi sio timu ndogo, tunazungumza Ureno, tunazungumza timu ambayo imeassemble mastaa, imeassemble wachezaji wakubwa, amewaweka pembeni. Unakuja umecheza dhidi ya France, timu ambayo tunaamini ilikuwa ndiyo
chaguo la kwanza la kuwa mabingwa kwenye msimu huu. Amembonda, anakuja tena finali anacheza dhidi ya Argentina. Kwa hiyo Spain amekuwa bingwa deservingly. Amekuwa bingwa kwa sababu hata njia ambayo amepita ilikuwa ni njia inayomtengeneza bingwa. Yawezekana leo tunazungumza Spain ambaye mechi ya kwanza li disappoint watu mbele ya Cabo Verde bila tena Spain akiwa moja, yani akiwa na mechi ya kiwango cha wastani sana. Nakumbuka watu wakaanza kumpigia kelele kocha kwa nini hajamuita Alvaro Morata, lakini turn up ambao wamekuja kuifanya baada ya mechi ya Cabo Verde mpaka hapo walipofika imeonyesha ukomavu mkubwa sana. Kwa mimi naamini licha kuruhusu tu ile goli moja ambalo wameliruhusu, lakini throughout the season Spain amekuwa mtu ambaye anastahili kuitwa bingwa wa dunia. Kuna vingi ambavyo vinaendelea ukijaribu kuiangalia Spain namna ambavyo imejengwa. Kwa hiki ambacho kilichofanyika kwa upande wao, wametoka kuchukua ubingwa wa Euro 2024. Leo tunazungumzia World Cup amechukua. Way back 2010 wachukua kombe la dunia. 2012 wakachukua Euro. 2008 nyuma yake walichukua pia Euro. Tunaiona ni Spain ambayo inaweza ikadominate kwa muda mrefu. Kwa sasa hivi tena ni kikosi ambacho kina vijana wengi. Yani ukiangalia Spain, mfano mmoja kati ya kitu ambacho kilimsaidia sana Spain jana ni ndani ntiti nje ntiti. Yani ulikuwa ukiangalia wachezaji walio nje, unaweza sasa mbona yuko nje? Yani huyu anatafuta nini nje wakati inabidi awe ndani. Ukiangalia walio ndani unajua kweli walio nje ataingia, lakini atacheza wapi? Mbona yani timu imekamilika. Alafu imekamilika kivipi? Angalia umri wa wachezaji wa Spain. Yamal tunayemzungumza leo World Cup inayofuata na miaka 23. Nico anadundukia umo. Yani bado wana wachezaji ambao wana lifespan ya kucheza hata miaka 8 inayokuja. Good enough wana kocha ambaye ndiye alianza kuwa groom hawa wachezaji ambao leo wanaisaidia Spain. Mfano Pogba basi miaka 19, World Cup ijayo na miaka 23 na yeye. Hawa ni wachezaji ambao Del Fuentes alianza nao wakati Spain anapambana chini kule kwenye zile Euro za vijana. Ametengeneza wale wachezaji. Alipokuja kufukuzwa kocha wa Spain, amechukua viatu, amevivaa vizuri. Mwisho wa siku wachezaji wake alioanza nao chini akawabeba kama walivyo, amewaleta senior team, kina Gavi, kina Pedri, kina Pogba, Nico Williams, kina Lamine. Hawa ni vijana tu wadogo, kina Dani Olmo ni vijana wadogo ambao unawaona bado wataendelea kucheza Spain hata miaka 8 ama 10 mingine ambayo inakuja, bila kusahau wengine ambao hawajapata nafasi ya kuitwa kwenye kikosi. Kwa bahati nzuri zaidi kwa taifa la Spain, sasa hivi tunapozungumza watawala wa dunia kwenye soka ni wao. Spain nao mzungumza hapa ni bingwa wa dunia upande wa wanaume na wanawake. Yani World Cup ya wanawake Spain alibeba, World Cup ya wanaume Spain kabeba. Spain tunayemzungumza hapa ndio bingwa wa Ulaya. Ambayo of course ni moja kati ya title kubwa. Ukishakuwa bingwa wa Ulaya it means ume control dunia, kwa sababu hamna bara linalocheza mpira mzuri duniani kama bara la Ulaya, ndio bara lishindani. Kwa hiyo ukishakuwa bingwa bara la Ulaya, expectations ni kwamba wewe unaweza kuwa bingwa wa dunia. Kwa hiyo Spain ni amefika hapa sio bahati mbaya. Assembling ya kikosi chao ni kikosi kizuri. Ndani alikuwa na wachezaji wazuri, hata kwenye technical bench alikuwa na upana mkubwa sana wa kikosi. Mfano jana mwangalia anatoka baada ya kuingia Pedri. Yani wakina Ruiz wanasema okay, sasa tushachoka, ingia bwana mdogo Pedri. Pedri anaingia, ndiye amekuwa mchezaji aliyetengeneza nafasi nyingi uwanjani. Yani kuliko wachezaji hata walioanza. Na ameingia kipindi cha pili, na ameingia substitution. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba alikuwa na timu ambayo ina wachezaji wengi wazuri, alikuwa na timu ambayo bado ina vijana ambao wanalidai soka. Yani leo tunapozungumza Rodri miaka 30 anaelekea mwisho. Rodri by the way ameshamaliza mpira. Yani ana World Cup, ana UEFA, ana Euro, ana Premier League, ana Ballon d'Or, yule shamaliza mpira. Lakini bado ana uwezo wa kucheza mpaka miaka 34 kwa sababu hiyo nishati anayo. Kwa mimi naamini ni moja kati ya timu ambayo haijafika bahati mbaya. Mmoja unajua mpira. Face mic hilo nakusikia ukata. Okay sawa. Anyway, ngoja wakati nafanyiwa kazi hilo. Wakati kuna issue nyingine of course ya ambayo imetokea. Jana kulikuwa kuna red card ambayo tulishuhudia. Slavic Vinkic, mwamuzi wa mechi ya jana kutoka Slovenia of course. Alianda perform ama alikuwa katika kiwango bora katika maamuzi ambayo aliyafanya? Mimi naamini alikuwa mwamuzi ambaye amechezesha kwa 99 ya ubora. Hiyo 1% tunaacha tu kwenye decisions. Kwa nini tunazungumza decision? Tunazungumza decision kwa sababu yawezekana kwenye sehemu ambayo mimi ningetoa kadi ya njano, Brain usingetoa kadi ya njano. Sehemu ambayo Brain umetoa kadi ya njano, Kasimu hapa asingetoa kadi ya njano. Sehemu ambayo Kasimu asingetoa kadi ya njano, labda mtu mwingine huko angetoa kadi ya njano. Kwa hiyo hiyo ndio 1% ambayo inabaki kwenye maamuzi binafsi. Ila kilichotokea jana kwake, maamuzi mengi sana uwanjani alikuwa perfect. Kuna zile 50-50 alikuwa anaziacha. Yani
aliacha watu tushuhudie wachezaji walichotaka tuone. Yani zile bado unajua kuna maamuzi mwingine atakuja uwanjani afu wachezaji wanataka kupeana undava. Wewe utaki wa undava, unataka watu wacheze soft. Kwa alichokifanya Slavic jana alisema okay, Samson nataka undava, chezeni. Tuonyeshane, msiumizane. Chezeni huo undava. Kwenye kama mnaweka bega weka bega. Mtu akiweka nge weka nge. Kwa mechi ilikuwa tamu kwa sababu mwamuzi aliacha iflow kwenye tempo ambayo makocha walitaka tuione, wachezaji mwisho wa siku wakaja kuiona. Kwa hiyo ni mechi fani ya kifainali ambayo haikuwa na maamuzi yaliyosukumwa na muamuzi kwa 100%. Kadi nyekundu ambayo mwisho wa siku imekuja kuwa turning point ya Spain ilikuwa halali. Ya kwanza mchezaji Enzo alipewa kadi nyekundu kwa kureact kwenye maamuzi ya referee. Amecheza alipigwa yawezekana kibega kwenye 50-50 challenge kaenda chini. Baadaye kuna namna alireact kwa maamuzi akaona okay na kuonyesha kadi ya njano kwa misbehaving, kwa utovu wa nidhamu. Baadaye akaja akacheza foul ambayo kihalisia ni kadi ya njano. Inawezekana ilikuwa straight kadi ya njano, lakini bahati mbaya tayari ana kadi nyingine ya njano. Kwa hiyo ni kadi ya njano mbili ambazo ni deserving, ameenda nje. Mwisho wa siku Paredes naye baadaye kule kaja kaanza kupigana na Gavi, naye kaonyeshwa kadi nyekundu baada ya mechi kuisha. Kwa hiyo ni mwamuzi ambaye alikuwa amechezesha mechi katika rate ambayo ilikuwa very. Na kitu moja wa kanda, unajua kwenye soka yani yote aliongea yeye ni sawa, lakini kwenye soka pia kuna mfumo na mbinu. Sawa jana Argentina tuliamua, sababu tulishaona wale ni damchanga, tuliamua kukaa nyuma kutokana na sisi wachezaji wetu wengi kwa Otamendi kina Messi wote washakaribia, yani wamevuka 30. Sawa lakini kwa sababu tunaona watu wadogo wana nguvu, nishati mpya, tukaamua kukaa nyuma. Umeona, kwa sababu kuwapa waache kwanza wacheze. Tungesema tushindane nao wale watoto wangepiga 5, kwa sababu watoto wana energy kubwa, wanaojua mpira. Wachezaji wengi wa Argentina yani miaka 28, 26, 30. Hiyo tayari nguvu yao ishashuka, na maana Argentina waliamua kukaa nyuma. Lakini hapo kingine pia nimegundua kuwa Tanzania wengi tunajengwa kwa mpira wa chuki. Kwa maana gani? Yaani jana wote wametaka Spain ashinde ili Messi asichukue nani. Sasa hicho kitu ni kitu ambacho ni roho mbaya tulozidi. Wote Tanzania wote jana wamekaa wanakaza mapafu eti Messi asishinde. Yaani Messi asishinde ili madi Mbappe achukue. Eti wote hakika ni Watanzania wote. Watanzania wote. Mimi nimepita leo barabarani kote, hamna hata mmoja alivaa jezi. Wote wameenda wapi? Moto zetu tutakuwa na roho mbaya kiasi hichi. Kwa hiyo kisa Messi. Eti kisa Messi asishinde ndio yote ametokea jana. Kwani ameshinda? Hajashinda. Hajapiga hata shoot. Hajapiga hata shoot. Sio shoot. First half Messi kapiga pass 14. Yaani first half pinch ya kwanza Messi kapiga pass 14 tu. Wewe sema tu mlizidiwa, sio kwamba mliona vijana tukawa. Tulizidiwa kimbinu. Mashuti matatu ambayo mlikuja kuyapiga ambayo yote ni off target. Ilikuwa ni second half kwenye extra time. Dakika kwenye mpira kwenye maamuzi. Mashuti attempt alizofanya jana Spain zimeanza dakika ya 117. Ambapo ndio kulikuwa kuna dalili ya kurudisha. Sasa mida yetu. Mida yenu wapi? Hii siku zote tu kwamba mechi tatu zote tuna mida yetu. Yaani dakika 5 za mwisho tuachie sisi tupindue matokeo. Na jana refa angesema kidogo tunapindua ile meza. Hamna, haki imechukua nafasi. Unajua mko mnabebwa sana. Kwa hiyo naona jana mwamuzi kasimamia haki, ndio bana. Hicho unaona ule ambao unasema wewe hiyo. Ndio bana kwamba Tanzania wote wanayo. Yaani wanaamini Argentina je tulopita yani kama tunabebwa. Mechi tatu ni mechi ya Kilvede, mechi ya Misri, mechi ya Mwingereza pia. Wote mnaamini kama tumebebwa. Sio kubeba muda mwingine bahati inakuwa na wewe. Wakati tuangazie tuzo kutokana na muda pia. Tuzo zimetoka. Bingwa wa dunia ni Spain, si ndivyo? Golden Ball, mchezaji bora wa mashindano Rodri. Kwanza ulimgusia muda fulani hivi. Nataka nisikie comment yako hata kwa sekunde kadhaa. Wakati amechukua Ballon d'Or 2024 mbele ya Vinicius Junior. Comment negative zilikuwa nyingi sana. Istoshe kwenye nini amechukua tena nyingine? Alichukua mchezaji bora kwenye michuano Euro Saizi of course tunazungumzia kwenye kombe la dunia mchezaji bora tena kwa mara nyingine. Ballon d'Or ndio amezungumzia. Kwa mazingira hayo, huyu ni mtu ambaye amedeserve ama bado ni tunaamini kwamba kuna upendeleo fulani umefanyika? Mimi naamini Rodri kadeserve. Yaani kuto kupewa Messi inawezekana ndio hoja ambayo watu wengi wanayo, lakini jiulize kwenye ile orodha ya watu ambao mlikuwa mnawaita wachezaji bora wa michuano, Rodri alikuwepo au hakuwepo? Hilo ndio swali ambalo tunatakiwa kujiuliza, kwa sababu ni moja kati ya wachezaji ambao hawajafika hapa kwa bahati mbaya. Yani Spain haijafika hapa kwa bahati mbaya. Spain yuko hapa kwa sababu katikati alikuwa na huyo enka ambaye alikuwa ni Rodri. Namna ambavyo alikuwa anarahisisha
majukumu ya kina Fabian Ruiz, namna ambavyo alikuwa anairuhusu fullback wa Spain kupanda huku yeye akibaki kutengeneza rest defense shape ya watu watatu na mabeki wake wawili, Laporta, Pokubasi pamoja na yeye. Rest defense ya watu watatu mpaka wanne mwisho wa siku imezalisha timu kufungwa bao moja. Lakini namna ambavyo alikuwa na dictate eneo la katikati, Spain amecheza game zote yeye ndio amekuwa dictator wa kumiliki mpira uwanjani. Kwa mimi naamini Rodri amedeserve, licha kwamba kulikuwa kuna wengine ambao walikuwa kwenye hiyo debate. Mfano Messi alikuwa kwenye debate which Argentina angekuwa bingwa, Messi amechukua mchezaji bora wa michuano, mimi nisinge lakini kumuona Rodri amekuwa mchezaji bora wa michuano kwa sababu pia Spain amekuwa bingwa, sioni shida. Na tukukumbushe tu kwamba wakati amechukua Ballon d'Or 2024, michuano ya Euro 2024 pia Spain wakati alichukua tuzo ya mchezaji bora wa mashindano. Na leo hii tunamzungumzia Rodri huyo ambaye amechukua mchezaji bora wa mashindano ya kombe la dunia. Kwenye tuzo hizo ambazo tunazungumzia hapa Wakanda, issue ya Kylian Mbappe yeye amechukua ile Bronze Ball ama ufungaji bora. Magoli mangapi? Magoli 10 Lakini pia ndo top scorer muda wote kombe la dunia. Magoli mangapi? 22. Messi 21 na Messi. Messi ndo 21, Mbappe ana 22, ndo mfungaji bora wa muda wote wa michuano ya kombe la dunia akiwa amecheza mechi 23. 22. Kwa 22 na magoli 22. Wastani wa goli moja kila mechi. Furaha iko pande yenu sababu Messi hajachukua chochote. Yaani issue liko hapo tu. Kwa Ronaldo ukakosa na Messi amekosa, dunia imetulia.